Aliyekuwa kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Zitto Kabwe ametoa tamko lenye hisia kali akilaani vikali mauaji aliyoyaita mauaji ya Oktoba yaliyotokea nchini Tanzania kutokana na uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025, akiyalinganisha na tukio la kihistoria la Tiananmen Square lililotokea nchini China mwaka 1989. Katika tamko lake lililotolewa Novemba 13, 2025, Zitto amesema ana majonzi makubwa kutokana na kile alichokiita ndoto mbaya iliyomeza taifa lote, akieleza kuwa damu ya Watanzania wasio na hatia imemwagika. Katika tamko hilo Zitto amesema, ninanukuu, "Mioyo ya Watanzania inavuja damu, nchi imejeruhiwa. Mauaji haya ya kikatili yaliyofanyika Mwanza, Mbeya, Arusha, Dar es Salaam na Songwe yamevunja familia, yameharibu jamii na kuizika amani tuliyojivunia." Mwisho wa kunukuu. Amesema kwamba katika maandamano yaliyofanyika Oktoba 30, 2025 mjini Kigoma kupinga matokeo ya uchaguzi, alikamatwa na kuwekwa mahabusu katika kituo kikuu cha polisi, na ndipo alipoanza kupata taarifa za vifo na vurugu zilizokuwa zikiendelea maeneo mengine nchini. Aidha, ametaka uchunguzi huru na wa kimataifa kuhusu mauaji hayo, akipendekeza uongozi wa uchunguzi huo uongozwe na Umoja wa Mataifa au Umoja wa Afrika ili kuhakikisha ukweli unajulikana na waliohusika wanawajibika. Katika sehemu ya taarifa hiyo pia imesema, ninanukuu tena, "Tunahitaji tume huru ya ukweli na maridhiano, fidia kwa familia za waliopoteza wapendwa wao, na uwajibikaji wa wazi kuanzia walioamuru hadi waliotekeleza." Mwisho wa kunukuu. Zitto pia amesisitiza kuwa viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama wanapaswa kujiuzulu mara moja, akisema wamegeuka kuwa, ninanukuu, "wanyama wanaowatisha wananchi badala ya kuwalinda." Zitto amelitaja tukio la Oktoba 29 kuwa aibu kubwa zaidi kwa taifa tangu uhuru, akisisitiza kwamba kama mwanajeshi mstaafu wa Jeshi la Kujenga Taifa JKT anaona fedheha kubwa kuona raia wakiuawa. Katika hatua ya mbele, Zitto ameitaka serikali kuanzisha mazungumzo ya kitaifa ya maridhiano yenye lengo la kuandika katiba mpya itakayoweka msingi wa demokrasia ya kweli na kuwapa mamlaka halisi ya kuamua mustakabali wao. Ameandika bado, ninanukuu, "Tanzania inaweza kupona, lakini lazima ukweli usemwe, haki itendeke na walioumia wapate faraja. Machozi yetu lazima yachochee mabadiliko." Ameandika Zitto, na ni mwisho wa kunukuu. Zitto ametoa wito kwa taifa kutokukwepa ukweli na kuitambua hali halisi ya maafa yaliyotokea, akisema kwamba hatua ya kwanza ya uponyaji ni kukiri kwamba Watanzania waliuawa kikatili. Aidha, amemuomba Rais Samia Suluhu Hassan kuchukua hatua za wazi za kurejesha imani ya Watanzania kwa serikali, akisema, ninanukuu, "Rais Samia anapaswa kukiri hadharani kuwa vifo vilitokea, kutoa pole kwa familia, kuhakikisha haki na uwajibikaji wa waliohusika. Kama alivyosema Mwalimu Nyerere mwaka 1964, lazima turejeshe imani katika nchi yetu na sifa yetu kama taifa la amani." Amehitimisha kwa kusema kwamba maneno hayo ya Mwalimu Nyerere yana uzito mkubwa zaidi leo kuliko miaka 60 iliyopita, na kwamba hatima ya taifa sasa ipo mikononi mwa rais.